بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1438 biidhnillahi ta'ala, katika darsa ya saa 4 asubuhi tutakuwa tukisoma risala ambayo ni matan fiqhiyya ya al-Imam al-Allama Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. بإذن الله تعالى تصوم كتاب الصيام، عبادة ambayo imefungamana na mwezi huu ambao umetukabili. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala azitakabalie ibada zetu pamoja na waislamu wenzetu watakaofanya ibada katika mwezi huu mtukufu. Moja kwa moja tutaingia katika kitabu Siyam. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام يراد به إمساك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام ikitajwa yakusudiwa mtu kujizuia kutokamana na kila kinachofuturisha kutoka kupambauka kwa alfajiri mpaka kutua kwa jua jioni, ghurub ash-shams. قوله رحمه الله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. وقد جاء تأكيد وجوبه في العديد من النصوص. imekuja katika kutilia mkazo wajibu wa kufunga katika nusus nyingi zimekuja. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. kitizama katika hizi aya mbili, ya kwanza kutiba alaykumus siyam ay furida, mmefaradhishiwa nyinyi kufunga katika mwezi wa Ramadhani. kadhalika katika aya faman shahida minkum ash-shahr, bimaana anaingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa si msafiri basi afunge. wa huwa ruknun min arkan al-islam, na saum ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kama jaa fi hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma fi as-sahihayn أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام شهر رمضان. توما صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Ibn Umar ya Bukhari na Muslim
sema Uislamu umejengwa na nguzo 5, kataja mojawapo ni nguzo ya somo. قوله وهو فرض أي واجب متحتم، ni wajib, ni lazima kwa kila Muislamu. على كل مكلف قادر، والمراد بالمكلف البالغ العاقل. مكلف anayekusudiwa ni yule aliyebalighi tena mwenye akili timamu. أما المجنون وزائل العقل فإنه لا يجب عليه الصيام. أما mwendawazimu na yule ambaye amepotewa na akili, huyu haimwajibiki yeye kufunga. ومن أمثلة ذلك الخرف أي كبير السن الذي لا يحسن الصيام، فإنه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام ولا شيء، لأنه لم يتوجه إليه التكليف. أما mtu ambaye mfano wake ni mtu ambaye ni kharif, mtu ambaye amepiswa, hajijui tena, hajui somo wala afahamu mambo ya somo, akili yake imerudi tena kama mtoto mdogo, basi huyu sio wajibu kwake kufunga wala kulisha, kwa sababu amri ya somo haimfikii yeye kwa kuwa akili yake si timamu. Kama ingelikuwa ni mtu mzima akili yake timamu, huyu ndio yafanya nini? Angelisha. Lakini huyu ni kharif, amepiswa, akili yake si timamu tena, kwa hivyo huyu hakuelekezewa hukumu hii. Wa amma saghiru sin, ama tukimzungumzia mtoto mdogo, fa in kana ghayra mumayyizin fala yajibu alayhi siyam wala yu'maru bihi. Ikiwa si mumayyiz, bimaana ni mtoto mdogo hajui kupambanua, basi huyu sio wajibu kwake yeye kufunga na pia haamrishwi kufunga. Wa amma idha mayyaza ولم يبلغ بعد فحينئذ إذا أطاق الصوم حسن أمره به ليتعود على الصوم إلا أنه ليس بواجب عليه. أما akiwa ni mumayyiz, mtoto ambaye ajifahamu, katika hali kama hii, ikiwa iwaweza kustahimili saum, ni vizuri kumwamrisha afunge ili kumzoesha, ingawa sio wajib juu yake kufunga. ولو قدر أنه أفطر لم يلحقه مأثم في ذلك. نتكدريا kwa mfano awe hatafunga akala mchana wa Ramadhani, basi hapati dhambi liadami taklifihi, kwa sababu hakukalifishwa yeye kufunga. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر صغار الصحابة بأن يعودوا على الصيام، من ثبوت Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaamrisha masahaba wadogo wawe watazoeshwa kufunga. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بصوم يوم عاشوراء، وكان صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام واجبا قبل فرض رمضان. imekuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha watu kufunga Ashura, na yajulikana kwa somo ya Ashura tarehe 10 ya Muharram, mwanzo ilikuwa ni wajib kabla ya kufaradhishwa Ramadhani, ilikuwa siku ya Ashura kufunga ni wajib. Wakanu ya'muruna sibyanahum, sahaba walikuwa wakiwaamrisha watoto wao kufunga. ويتخذون لهم لعبا من العهن أي القطن من أجل أن يشتغلوا عن طلب الطعام. والحديث في الصحيحين.
na walikuwa masahaba wakiwatengezea vidude watoto wao kutokamana na al-ayn, yani al-qutn, pamba, wakiwatengezea ili vile vidude viwashughulishe kutokamana na kutaka chakula. وكان الواجب في أول الإسلام صيام يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم، ثم لما جاء شهر رمضان نسخ إيجاب صوم يوم عاشوراء، وكان صوم رمضان في أول الإسلام على الخيار، يخير الإنسان بين الصوم وبين الإطعام. ilikuwa ni wajib mwanzo wa Uislamu ilipofaradhishwa saum kufunga siku moja pekee yake kwa mwaka, siku ya Ashura. Kisha ikaja Ramadhani, na Ramadhani ikawa ni khiyari, anayetaka atafunga, anayetaka atakula, alisha maskini badala yake. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. kwa hivyo hapa ikawa kuna khiyari. ثم بعد ذلك تحتم صوم رمضان، kisha baada ya hapo ikawa ni wajib kufunga Ramadhan. Allah kateremsha aya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، kisha akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum. وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنوات بدءا من السنة الثانية، na faradhi ya saum ilikuwa ni katika mwaka wa pili baada ya hijra. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ijmaa ya wanawavyuoni alifunga Ramadhani 9. قوله فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا. ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر. أهل الأعذار الذين يرخص لهم في ترك الصيام على أنواع، ولواتوا ambao ni watu wa udhuru ambao wamepewa ruhusa kuacha kufunga wako aina mbalimbali. النوع الأول المريض، aina ya kwanza ni wagonjwa. Mgonjwa ni aina ya wale ambao wamepewa ruhusa kula katika mchana wa Ramadhani. wa huwa ala 3 anwa', na wagonjwa wako kwa namna 3. النوع الأول، aina ya kwanza ya wagonjwa, man zala aqluhu, ni yule ambaye maradhi yake ni kuwa amepoteza akili. فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه فدية، huyo sio wajibu kwake kufunga kwa kuwa hana akili, na pia sio wajibu kwake kulipa fidia wala it'am wala kafara wala shay, hana kulisha wala halipi kibaba wala chochote. ومثله الخرف كبير السن الذي لم يعد يحسن الصيام ولم يفرق بين شهر الصيام وغيره، na mfano wake ni mtu mzima ambaye amepiswa kiasi cha kuwa hajui siamu nini tena, hajui kutofautisha huu ni mwezi wa Ramadhani au si mwezi wa Ramadhani, hajielewi. Huyo pia sio wajibu kwake kufunga, na pia halipi kibaba sababu hana akili. النوع الثاني، aina ya pili ya wagonjwa, man kana indahu maradun la yurja zawaluhu,
ni yule aliye na maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. ويظن الأطباء أنه لن يشفى منه. na madaktari wakawa na dhanna kubwa kuwa huyu hawezi kupona katika maradhi haya. Washafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda akapona, lakini kuna maradhi yaonekana kuwa maradhi haya hayana dawa, huenda hayajulikana, ni ghalibu dhann kuwa huyu haponi. فإنه حينئذ لا حرج عليه في الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. katika hali kama hii hana dhambi yule anayekula katika mchana wa Ramadhani mwenye maradhi kama haya, kisha atalisha maskini mmoja katika kila siku anakula. وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. na hao ingia katika hukumu hii aya kuwa watalipa fidia kukulisha maskini. النوع الثالث, aina ya tatu ya maradhi, man kana bihi maradun muaqqatun والصوم يؤثر عليه. yule aliye na maradhi lakini ni muaqqat, bimaana ile maradhi ni ya wakati, والصوم يؤثر عليه, lakini somu ya muathiri, akifunga ya muathiri. fayuftiru, katika hali kama hii atakula mchana wa Ramadhani. wayajibu alayhi qada'u al-ayyam allati aftaraha, lakini huyu itakuwa ni wajib juu yake kulipa yale masiku ambayo amekula sababu ya maradhi, atalipa. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. yule ambaye atakuwa ni mgonjwa ama katika safari atalipa masiku mengine. والمرض الذي يرخص للإنسان أن يفطر به على 3 أنواع. na pia haya maradhi ambayo aruhusiwa mtu kula kisha alipe siku nyingine, pia yamegawanyika vigawanyo vitatu. النوع الأول المرض الذي يزيد عند الصيام. kuna maradhi ambayo akifunga mtu yatazidi, كما لو كان هناك مرض يحتاج صاحبه إلى التغذية لكي يقوى بدنه على مكافحة هذا المرض، فحينئذ نقول يفطر، لأنه لو صام لأدى ذلك إلى زيادة مرضه. kwa mfano mtu ana maradhi na maradhi yale yahitaji yeye kula ili aweze kupata nguvu katika mwili wake kupigana na yale maradhi. Sasa huyu akikaa na njaa itasababisha madhara kwake yeye, sababu yale maradhi yatazidi, kwa kuwa hana kile ambacho kitapigana na yale maradhi katika mwili wake. katika hali kama hii huyu ataambiwa kula, kisha baada ya kula atalipa atakapopata afya yake baada ya Ramadhani. na sababu ni kuwa som kwake yeye yamzidishia maradhi. النوع الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه مع الصوم. tumeona ya kwanza yazidi, yani maradhi yazidi. ya pili ni kuwa yatachelewa yale maradhi kupona, hayazidi lakini yatachukua muda mrefu zaidi. كما لو كان هناك مريض يحتاج إلى تناول أدوية, kama kwa mfano kuwe na mgonjwa ahitaji baada ya masaa fulani kula dawa. وهذه الأدوية لا بد أن يتناولها نهارا, na kuwa hizi dawa ni lazima awe atakula katika mchana. فحينئذ نقول يفطر ويقضي عن الأيام التي أفطرها. katika hali kama hii itabidi ale mchana wa Ramadhani kisha atalipa katika yale masiku ambayo amekula.
النوع الثالث kigawanyo cha tatu cha maradhi haya ambayo mtu hula kisha akalipa idha kana almaridhu yataallamu 'inda as-sawm mgonjwa yupata maumivu akifunga kama bihi qurhatun fi ma'idati kama wale wenye ulcers ana vidonda vya tumbo ulcers si kila wakati mwenye ulcer kuwa hawezi kufunga kuna siku nyingine zile ulcer humzidia ikawa hawezi kuna wengine hawezi kabisa kuna wengine ambao siku nyingine huwazidia siku nyingine huwaziko sawa sasa hapa tuwazungumzia wale ambao siku nyingine huwazawazidia idha lam yakun biha ta'amun alamahu dhalika kiwa hakuna tumbo halina kitu pengine ataumia ama akisahau kula daku yuumia tumbo lake hawezi kukaa bila chakula ndani ya tumbo fahina idhin la haraja alayhi fi an yuftira wa yaqdi makana al-ayyam allati aftaraha katika hali kama hii hana dhambi mtu kama huyo kula katika mchana wa Ramadhani kisha baada ya Ramadhani atalipa ile masiku ambayo alikula qawluhu au musafiran هذا هو النوع الثاني ممن يرخص له في ترك الصيام aina ya pili ya wale ambao wamepewa ruhusa kuacha kufunga قال فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخرى وهو msafiri aweza kula katika mchana wa Ramadhani kisha akalipa katika masiku mengine liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra kwa hivyo aliye katika safari pia amepewa ruhusa والسفر الذي يجيز للإنسان الترخص برخصة الفطر في شهر رمضان يشترط له العلماء عددا من الشروط ile safari ambayo yajuzu kwa mtu katika safari kama hiyo kufuturu wanawavioni wametaja masharti kadhaa ambayo yakipatikana basi safari kama ile itakuwa ni katika sehemu alizoruhusiwa muislamu kula katika mchana wa Ramadhani الشرط الأول أن يكون سفرا تقصر الصلاة فيه iwe ni safari ambayo yajuzu kupunguza swala au ya kupunguza swala bimaana swala za rak'a 4 au swali ngapi 2 وأما السفر القليل والمسافة القليلة التي يقطعها الإنسان في شهر رمضان فإنها لا تجيز له الفطر ama safari ndogo masafa machache ambayo mtu huenda katika mwezi wa Ramadhan akarudi basi kio masafa ni madogo hayajampa mtu ruhusa yeye kula mchana wa Ramadhani وذلك لأنه لا يقال عنه مسافر في لسان الشرع sababu mtu kama huyo haambiwi ni msafiri katika lisan ya sheria haitwi ni msafiri na pengine tuzungumzie hili swala la kuwa ni masafa gani ambayo ni ya safari هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها مسألة kuwa ni masafa gani ambayo mtu aweza kukata swala yake arubaia kafanya rak'atain na pia kufuturu mchana wa Ramadhani wamekhtalifiana kwa kauli mbalimbali mimi nitazitaja kisha tutataja alqaul arrajih alqaul alawwal قول ya kwanza wasema la yakunu almar'u musafiran illa idha arada qat'a 120 kilo sema hawi mtu msafiri mpaka akati kilomita 120 ay masirata 3 ayyam wa layaliha masafa ya siku 3 mchana na usiku
masafa siku tatu mchana na usiku. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. والحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. رسول صلى الله عليه وسلم si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kusafiri mwendo wa siku 3 isipokuwa awe na mahram wake. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لقوله له مشهور ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني أن مسافة القصر هي 80 كيلو مسيرة يومين. wengine wakaenda kwa kauli ya kuwa masafa ya qasr kupunguza swala ni kilomita 80, yani mwendo wa siku 2. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، أي ndio مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. الحديث بيا وكتب بخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنتم صلى الله عليه وسلم اسمه si halali bimaana ni haram kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho kusafiri mwendo wa siku 2 isipokuwa akiwa na nini na mahram. القول الثالث أن المرجع في ذلك إلى الوقت، فمن استغرق سفره أكثر من يوم وليلة بالزمان فإنه يعد مسافرا. wengine wakaenda wakasema masala haya rejea kwa wakati. Ikiwa mtu atachukua katika safari yake zaidi ya mchana na usiku, bimaana masaa 24 katika zama, huyu atakuwa ni msafiri. wa amma man kana safaruhu aqall min hadhihi almudda فإنه لا يعد مسافرا يترخص برخص السفر. ama ikiwa masafa au wakati au muda anaochukua ni chini ya huu muda uliotaja, basi hesabiki ni msafiri. hii ni kauli. القول الرابع أن مسافة السفر هي مسيرة يوم وليلة، أو سما مسافة يا سفاري ni mwendo wa mchana na usiku. مقدار 40 كيلو، kiasi kilomita 40. وهذا مذهب جماعة من التابعين، نين مذهب يكون katika tabi'in wanaoviona kwenda kwa kauli. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، مجاب katika riwaya mbili za Imam Ahmad. القول الخامس أن هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، هي رجية katika عرف ya watu, mazoea ya watu. فما عد في العرف سفرا عمل به، kiwa hesabika katika urf kuwa ni safar, basi ni safar. قالوا wakatoa hoja wakasema li'adami wujudi dhabitan lis-safar fi al-lughati wala fi ash-shar', sababu hakuna dhabit ya safari katika lugha wala katika sharia, fayurja'u fihi ila al-urf. وهذا القول والله تعالى أعلم هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. نهي قولي ya mwisho ndio kauli yenye nguvu katika masala haya, na nyinyi wote maona kuwa tumetaja hadith zinazosema la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 ayyam, na katika hadithi nyingine an tusafira masirata yawmayn, yawm wa layla. Hizi riwaya zimekuja mbali mbali, bimaana hakuna dhabit iliyowekwa. Muhimu kile kitu chafahamika ni safari, basi ni safari. Kwa hivyo yale masafa unaokwenda ikiwa yajulikana kuwa ni safari,
basi moja kwa moja ishakuwa nini? Safari. Hili sharti la kwanza na maelezo yake ndani, niendelee ama nisimame. Naam, استمر. طيب الشرط الثاني, sharti la pili walilolitaja wanavyuoni katika safari ambayo yajuzu mtu kufuturu katika mchana wa Ramadhani, an yakuna hadha safar safaran ghayra muharramin. baadhi ya wanavyuoni wakaenda kuwa ile safari isiwe ni safari ya haramu. fa in safara al-insanu min ajli amrin muharram, ikiwa mtu atasafiri kwa ajili ya jambo la haramu, lam yajuz lahu an yatarakhasa birukhasi as-safar, takuwa haijuzu kwa mtu kuchukua ruhusa za safari. kama safara liyaqta' at-tariq au safara liyasriqa, kama kwa mfano mtu amesafiri ili kuwa mwizi wa mabavu, enda kuibia watu, highway robber, au asafiri kwenda kuiba kitu, au safara min ajli an yaqida almuamalat arribawiyya, au aenda kwa ajili ya kumaliza dili zake lakini za riba, miamala ya kiriba, au safara min ajli an yazniya wal iyad billah, asafiri enda kuzini. qalu hadha as-safar muharram, السفر zote wanaoviona sema ni haram. والرخص الشرعية ومنها فطر رمضان لا تناط بالمعاصي, hazikufungamana معاصي, rukhsa za kisheria. au safara min ajli an yuftira, kuna wengine wasafiri ili asifunge, akimbia ile somo. katika hali kama hii itakuwa ni wajibu hata huko alikokwenda afunge. والقول بذلك هو مذهب جمهور أهل العلم, فإن قول يا جمهور أهل العلم سواء, ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وتكسم جمهور العلماء kusudiwa wengi katika wanavyuoni. Mmeshangaa juzi au jana mmesikia ile mjadala uliofanyika kuhusu kufunga na mwezi wa kimataifa ama kufunga na mwezi kila mtu na nchi yake. Wale watu wa sunna matata wale, wallahi aibu hii. Kama utaki kusoma afadhali ukae kando. Wamekaa na makhurafi, ingawa ile masala ni masail ilmiya ijtihadiyya, si masala ambayo yamtoa mtu katika sunna au kumfanya huyo awe mubtadi', la, lakini ilikuwa ni mjadala baina makhurafi na sunna matata. Sasa wale makhurafi waliwapata wale sunna matata majuhala. Sasa katika yale mambo walikuwa wakiwaviringa nayo, akamwambia kuna tofauti baina ya kauli ya jumhurul fuqaha na jumhurul ulama. wasema jumhurul fuqaha ikikhalifu jumhurul ulama yatangulizwa jumhurul ulama. Hii tofauti inatoka wapi? Fuqaha ulama bala, na wale sunna matatu wasikia washachanganywa kweli kweli, maskini lugha za ilmu hawazijui. Sasa khurafi yaweza kukupeleka wewe anavyotaka, shajua nimpata ujahili, wallahu almusta'an. Tena kwenye redio imeletwa live masaa mawili kwenye redio wiki iliyopita, nafikiri kabla Ramadhani. Jamaa wakakaa mjadala, ya akhi bala gani, wallahu almusta'an. المهم ilikuwa nakusudia neno madhhabu jumhur ahli alilm, yani منهم مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا فاشترط للترخص بالرخص عدم البغي والاعتداء. الله ameweka hapa sharti غير باغ ولا عاد, isiwe yufanya baghi ama uadui katika nini ile ruhusa kuichukua,
bimaana sifanye maasi katika ile rukhsa. Wa min thumma faman kana baghiyan bikaunihi ya'si bisafarihi lam yajuz an yatarakhasa bi rukhas as-safar. Kio mtu afanya baghi bimaana asafiri kwa ajili ya kufanya maasi katika safari kama ile, asafiri ili ale mchana wa Ramadhani, huyo rukhsa kama ile haimpati. الشرط الثالث أن يكون الإنسان قد خرج من عامر بلده. هيني بأني قول katika قوال za wanavyuoni kuwa awe mtu ashatoka katika majumba ya ile sehemu anaoishi, na hii pia kuna ikhtilaf baina ulama. فإذا كان الإنسان لا زال في بلده فإنه لا يعد مسافرا في لغة العرب. mtu akiwa bado yuko sehemu ile ile yake, huyo katika lugha ya Kiarabu haitu msafiri. والشريعة إنما أباحت الفطرة للمسافر. الشريعة imemruhusu kufuturu yule ambaye ni msafiri. وهذا ليس مسافرا، هو si msafiri، لأنه لا يعد مسافرا إلا عند ظهوره وإسفاره خارج البلد. kiwa shatoka sasa nje ya ile sehemu anaoishi, huyo ndio aitwa msafiri. Na tujuaje akala sasa hivi mara ile safari ivunjike na bado hajaanza safari? Yawezekana akala pilau yake ashashiba, yasema msafiri, kala nyumbani kapikiwa vizuri, baada ya kula akaambiwa basi ile ndege baba haiendi tena. Yatokea. Naam. إذا أفطر الإنسان في سفره فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. baada ya kutaja hayo masharti takalifahamike kuwa ikiwa mtu atafuturu katika mchana wa Ramadhani akiwa katika safari, basi atalipa yale masiku aliyokula baada ya Ramadhani, liqauli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر. وقد اختلف الفقهاء هل الأفضل للمسافر أن يصوم في سفره أو أن يفطر. نهابا pia مختلفيان فقهاء وجه kwa yule msafiri ni bora kwake yeye afunge katika safari yake au ale afturu. مختلفيان. فقال الجمهور، جمهور العلماء أما الفقهاء يتسا وكسيما إن الأفضل له الصوم، بورك وكينني نكفونغا، ليكون في رمضان صائما، إلي آذكت كموز رمضان مفونغا. قالوا وقد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سيما مفونغا كوينو نبورا إكيوا مكويل منجوا. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل الفطر في السفر. الإمام أحمد كما ليفو katika المغني akaenda kwa kauli ya kuwa bora zaidi ni mtu fanya nini, awe atafuturu katika safari yake. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. akatoa dalili si katika wema mtu kufunga katika safari. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ومعه أصحابه فلما جاء في أثناء الطريق أفطر وأمر أصحابه بأن يفطروا فقيل له بأن بعضهم لم يفطر فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. na pia imethubutu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika mojawapo wa safari zake alisafiri kisha akafuturu, akaamrisha masahaba wafuturu mchana wa Ramadhani. Kuna wengine hawakufuturu, akaletewa habari Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hao wamefanya makosa maasi. وذهب طائفة إلى أن المسافر يراعي الأرفق بحاله. na wengine wakaenda kuwa atatizama kile ambacho ni sahali kwa hali yake. فإن كان الأرفق أن يفطر ويقضي لكونه يحتاج إلى الفطر في سفره فعل ذلك. ikiwa kwake yeye ni usahali zaidi kufuturu kisha alipe siku nyingine
na iwahitajia kufuturu katika safari yake, basi na afuturu. Wa in kana al-arfaq bihi an yasuma liyaslama min al-qada'i ba'da Ramadan fahina idhin al-afdalu lahu an yasum. Ama ikiwa ni usahali kwake yeye, ni arfaq kwake yeye kuwa afunge ili asalimike na kulipa baada ya Ramadhani, katika hali kama hii ni bora kwake kufanya nini? Kufunga. Si lazima, ni bora kwake. Hapa tuzungumzie wajibu. Tunajua kuwa si wajibu kwa msafiri kufunga. Tuzungumzia kipi ni bora zaidi. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني امرؤ كثير السفر وإني أسرد الصوم أفأصوم في السفر. huyu sahaba amwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, mimi ni mwingi wa kufunga sana na napenda kufuatanisha saumu, yani sipendi kukaa muda mrefu bila kufunga, na ni mtu nasafiri sana na safari nyingi. Je, nifunge katika safari yangu? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: in shi'ta fasum wa in shi'ta faaftir. Ukitaka funga na ukitaka kula. ولعل هذا القول هو الذي تجتمع عليه الأدلة السابقة. وين هي قول ya mwisho ndio inaokusanya zile adilla zote tulizozitaja huko nyuma. طيب، إذا صام رجل في بلده ثم سافر إلى بلد أخرى ماذا يفعل؟ akifunga mtu katika ile nchi aliyoko kisha akasafiri akaenda nchi nyingine, atafanya nini naye amefunga? Sawa, bimaana hapa kusudia masala ya nini? Ya saum na kuonekana kwa mwezi ama kutoonekana kwa mwezi. Haya tutakuja kuzungumzia biidhnillah taala katika darasa ya kesho. Yani bimaana, kwa mfano mtu amefunga hapa Kenya tarehe 1 Ramadhani, ilikuwa siku ya Jumamosi, akasafiri kwa mfano akaenda Tanzania tarehe 1 yao ilikuwa ni Jumapili ama ni Ijumaa kabla yao. Je, atafanya nini? Hili tutakuja kulizungumzia inshallah taala katika darasa itakayokuja. Allahu taala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.